Jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi wote. Ndugu wa Kristo, tunafika hapa jioni na asubuhi hii ya leo, ikiwa ni siku ya pili ya mwezi huu wa Novemba, ambao tunapaswa kuwa tukiombea roho za waumini, roho za marehemu wale ambao wametutangulia, labda kwa sababu yoyote ile, labda hawataweza kuwa wamefika katika utukufu wa Mungu mbinguni. Kwa hivyo tungependa kuwakumbuka marehemu wote katika ibada ya misa. Wengine tunawajua, tunawafahamu kama ni marafiki zetu, kama watu labda tunahusiana nao kwa jamii yetu. Tuulize Mungu apate kulaza roho zao mahali pema peponi. Pia tuombe kwa ajili ya wale ambao wanatayarisha kwa ajili ya mtihani. Tuombe wanakwaya wetu waishi na wafanye kazi na kutoa huduma kwa pamoja. Tuombe pia wale ambao wanabeba begi ama wale ambassadors of hope, Mtakatifu Jumuiya Mtakatifu Patrick, Joshua Mtene, Jumuiya ya Mtakatifu Gabriel Benjamin, Jumuiya ya Homogeneous Mtakatifu Homogeneous Salome Gakia, Jumuiya ya Mtakatifu Martin Philip, na ile ambayo tunasimamia mfanyakazi wetu ni Mary Kariki, ili tuweze kutolea Mungu sadaka takatifu, tuweze kusaidishwa kufanya kuadhimisha mafumbo haya matakatifu. Kwanza
tujute na riziki. Na muungamia Mungu Mwenyezi, nani ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndiyo maana nakuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nani ndugu zangu, niombeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atusamehe dhambi zetu na tufikishe kwenye uzima wa milele. Mungu, wewe ndiwe utukufu wa waamini na uzima wa wenye haki. Uwahurumie watumishi wako marehemu ambao walikiri fumbo la ufufuko wetu, ili wajaliwe kupata furaha na heri ya milele. Kwa maana sisi tumekombolewa kwa kifo na ufufuko wa Mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele.
Ayubu alisema, ningetaka maneno yangu yaandikwe, ningetaka yachorwe katika ngome, yachongwe milele katika ngoma kwa patasi ya chuma na kwa risasi. Mimi najua kwamba Mwokozi wangu anaishi, na kwamba atasimama juu ya mavumbi, yeye wa mwisho. Nami nikivikwa ngozi yangu, nitasimama wima, na katika mwili wangu nitamwona Mungu. Nami nitamwona mimi mwenyewe, wala si mwingine. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. 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 Hunipumzisha katika malisho mabichi, hunipeleka kwenye maji matulivu, hunipatia nguvu, huniongoza katika njia zilizo sawa, kwa ajili ya jina lake, kwa ajili ya jina lake. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Nitapopita katika bonde la giza, siogopi mabaya, kwani wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanituliza. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Wanaleta mbele yangu, machoni pa adui zangu. Umenipaka mafuta kichwani, kikombe changu kinafurika. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu. Nitaka
Ndugu, atumaini hayadanganyi, kwa maana upendo wa Mungu umeenezwa mioyoni mwetu na Roho Mtakatifu tuliyempokea. Kristo alikufa kwa ajili yetu wakati tulipokuwa bado dhaifu na mbali na Mungu. Kweli ni vigumu mtu kufa kwa ajili ya uadilifu, labda yu tayari kutoa maisha yake kwa ajili ya mtu mwema. Hivyo Mungu amethibitisha mapendo yake atupendaye sisi kufa kwake Kristo kwa ajili yetu tulipokuwa bado wakosefu. Lakini sasa baada ya kufanywa waadilifu kwa damu yake, tutazidi kuokolewa naye hukumu ya Mungu. Basi sisi tuliopatanishwa na Mungu kwa kifo cha mwanawe, tulipokuwa bado adui zake, tutazidi baada ya kupatanishwa naye kusalimishwa kwa uzima wake. Zaidi ya hayo, tunajisifia Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, aliyekwisha kutupatia upatanisho. Neno la Bwana. Na kutukuza Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa umewafungulia watoto wachanga mafumbo ya ufalme. Wakati ule Yesu alipoyaona makundi ya watu, alipanda juu ya mlima akaketi, na wafuasi wake wakamjia, naye akafungua kichwa chake akafundisha akisema, heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbingu ni wao. Heri walio na uzuri, maana hao watatulizwa. Heri walio wapole, maana hao watairithi nchi. Heri walio na njaa na kiu ya uadilifu, maana hao watashibishwa. Heri walio na huruma, maana hao watapata huruma. Heri walio na moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Heri wapatanishi, maana wataitwa wana wa Mungu. Heri wanaodhulumiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri ni watu wakiwatukana na kuwadhulumu na kuwasingizia vibaya uongo kwa ajili yangu. Furahini, shangilieni, kwa kuwa thawabu yenu kubwa mbinguni. Injili takatifu ya Bwana. Sifa kwako Kristo.
Yesu. milele na milele. Amina. Raha ya milele uwape Bwana, wapumzike kwa amani. Amina. Basi leo tunakumbuka hawa marehemu, waamini marehemu ambao wale tunawajua, tunawafahamu, wengine ni labda tuna uhusiano nao, watu wa jamii, watu wa familia, wazazi wetu, ndugu, kaka na dada wetu, pia wale ambao hata tunafahamu lakini wanahitaji sala zetu. Tumeona tumepewa majina hapa ambao tutawakumbuka, tutawaombea katika ibada ya misa. Kuna sababu 3 ambazo zinatufanya tuwe na hii kumbukumbu. Sababu 3 ningependa tuongee kuhusu, tafakari kuhusu sababu hizi. Kwanza kabisa, sababu ya kwanza kuwa na hii kumbukumbu ama kanisa kutupa nafasi ya kuwa na hii kumbukumbu ni kuombea, sababu ya sala. Wanahitaji sala zetu. Hawa tunahitaji sala zetu. Na hizi sala ni kwa sababu wao mahali waliko hawezi kuomba. Sala zetu kuwasukuma watu ambao walianza safari na tukawazindikisha, tumewazika, wameanza safari ya kwenda mbinguni, lakini hawajafika. Ukiona mtu ambaye labda anakutembelea na labda hajafika na masaa imefika, unashangaa fulani yako wapi? Unaanza kuwa na wasiwasi. Kama labda mtu alikuwa anaenda mahali fulani safari, umemwaga mtu lakini umemwambia kwamba mwenzako kumwambia kwamba ukifika tafadhali naomba ni vizuri tufahamishe. Na mpaka huyo mtu afike mahali pale, mahali alipokuwa anaenda na kuambia kwamba nimefika, hautakuwa na wasiwasi. Kama fulani hajapiga simu, napiga hata simu yake hii, na una habari hata na waliokuwa mahali alipokuwa anaenda hawajakufahamisha kama amefika, ndio utakuwa na wasiwasi. And this is one of the reasons, ni sababu moja ya sisi kujumuika na kuhudumia watu. Hata mmoja kama una nia fulani, you have an intention, you have a desire, until you achieve, until you realize the dream and that desire, you will be uncomfortable. Kwa hivyo walikuwa na nia kupatana na Mungu, kuona Mungu, kuona utukufu wa Mungu, kufurahi pamoja na wale waamini wengine, kufurahi pamoja na watakatifu, lakini bado hawajafika pale. Na wengine ni wetu, labda ni marafiki, ni ndugu dada zetu, ni watu wa familia, ni wazazi wetu, ni mababu wetu. Tungependa wafike katika raha ya milele. Na sababu ya kuwa na hii kumbukumbu ni kuwaombea. Kuombea. Walimwamini Mungu, waliomba kama sisi, walimtumainia kumwona Mungu kama sisi, walinyenyekea, walisameheana dhambi, walijitolea katika kanisa, walijitolea katika ujenzi wa taifa, walifanya ibada. Wengine pia waliacha mengi sana ili kumtumikia Mungu. Unaona hilo, wameweka majina ya mapadre hapa, mabuda. Walijitolea, maisha yao ilikuwa kama sadaka. Lakini labda kwa sababu wao ni mmoja au mwingine, itakuwa utukufu wa Mungu. That will be the worst of all. Baada ya kutoa huduma, baada ya kujitolea, baada ya kufanya kazi,
that you have been very much busy here serving and making sure that everything is okay. Lakini baada labda kwa sababu labda walikufa katika hali ya dhambi, kuna jambo moja labda mbili hapa matatu wanahitaji sana zetu. Kama ukumbuka wakati Yesu alikuwa pale, alikuwa anatembea na kuna watu ambao wagonjwa, walikuwa na ugonjwa ukoma, ambao kulikuwa na kisima pale ambacho ilibidi malaika akikuja na kuvuruga kile kisima mmoja na kurudisha pale. Kulikuwa na miujiza pale. There was a well there, and the angels were supposed to come and disturb the waters. And then one of them was supposed to jump and kind of dive there. Lakini kuna mmoja ambao Yesu alikuwa akipita. They were sick to an extent, so weak to an extent that they needed somebody to go and kind of help them to jump into the waters. Lakini Yesu, mimi nimekuwa hapa kila siku, nimekuwa nikikuja hapa kila siku, lakini mara tu malaika anaposumbua kile kisima pale, napata kuna mwingine anaruka mbele yangu. So I've been here for days. So Yesu naomba angalau niponye. So those souls, hiyo mioyo, hawa watu ni kama hawa watu ambao wako katika hiyo kisima, ambao wanakuwa wanahitaji mtu wa kusimama pale ili wapone. That was their desire. That was their wish. Someone to dip them in the waters, because they could not dive, they could not walk. Mara tu alipokuwa anajaribu kwenda kukaribia kisima, anapata kuna mtu ameruka mbele yake. So alikuwa anamuuliza Yesu, naomba nirudi. So it could be some of the souls. They have the desire to see the Lord. Lakini wanahitaji sala zetu zitamsukuma. Our prayers and our masses. So the word of this man, you're supposed to pray for them. So if you want to from today hence for the whole month of November, it is a month dedicated, set apart to pray for the faithful departed. Kwa ajili ya waamini marehemu ambao walituacha. Siku ya jana tulikuwa tunasherehekea watakatifu wote. Hao ni wale ambao wameuona utukufu wa Mungu, they are just celebrating, they have arrived there. And they are praising God, and they are there dancing, and they have gotten what they have been desiring in life. And so yesterday we were celebrating them because they have achieved. After a lot of sacrifice and prayers, they have achieved. They have reached there. They are now in heaven. They have experienced the glory of God. This is the people celebrating yesterday. Now today, together with them, we are praying for the faithful departed, those who have not yet reached, arrived, experienced the glory of God. And all of us, sote tunatamani kuona kwenda mbinguni, kweli ama uongo? We all desire to go to heaven. But those who are already in heaven, there are those who are still held up somewhere. They are caught up, they are held up somewhere. Sababu labda kwa ajili ya dhambi, labda of course hii sana kuna wale ambao walikufa katika dhambi ya mauti. Ukiwa katika hali ya dhambi ya mauti, you die in mortal sin, then you're not able to see heaven. God is good. Perhaps there's no hope for you to see heaven. Kuna wale ambao walikufa hata tukikomeaje basi wana mbinguni. God is good. Hata wamalize miaka mingapi, because they are in heaven. Our heaven is awaiting for them. There is no way we can change the destiny of those souls. Those who are destined to go to heaven. But there are those who died with various sins. Hapo wazuri sana. Okay, they were good, they tried their best. But kidogo tu kwa sababu udhaifu wa kimwili, sababu udhaifu wao walipata kwamba wakufa katika na they had not been blessed. So leo tunaombea hao wapate utakaso. For whatever reasons, they found themselves
dead when you sin, wakiwa na dhambi ndogo. And in heaven hautaingia mbinguni ukiwa na dhambi hata kidogo, hata kidogo. Na hiyo kidogo tunasema labda walikuwa watu wazuri, walitenda mema, lakini kuna kidogo hapa na pale wanandoa hapa na pale. Not about the sin, where the sins. This is what will be held holding them in purgatory. And today we remember those souls in purgatory. Kidogo umefanya kila kitu mazuri. You always wish to do good. And because of our human weaknesses, we realize that. Just understand. We have not settled some things. No, but we depart purgatory. God is good. Yes. God is better. Sala zetu zitasaidia sana. God is good. Mungu leo kwa sababu ujumbe uache. Pray for them. Because a time will come that you may also need our prayers or other people's prayers. We shall also need some people's prayers when time comes. Kwa hivyo leo naweza kujaribu mambo mengi sana, lakini kuna ule udhaifu bwana. You are not that good people. Yes. Kwa bahati mbaya ukipata umepumzika, there are some things that you are not settled. This is what we take it to God. God is good. Yes. Ndio maana kanisa Katoliki tunaamini ya kwamba roho za marehemu zinahitaji sala zetu. In the book of Maccabees, it is written that we pray for those departed. Tunahitaji sala zetu. Ndio maana tukienda kwa mazishi tunaombea roho za maamini. Naomba wapumzike kwa amani. Those who are departed hawajapumzika kwa amani. They are restless. They are still desiring. They are restless. And those who are in heaven, wapumzika. Feeling God, enjoying. God is good. Yes. They are not to be God. God is good. Nilikuwa napita tu kidogo nikakanyaga mwenzangu. Nikaona Tukubali kabisa. God is good. Yes, so that you're seeking you're seeking eternal life. The second reason is because we are related. And because we are related, because of sababu kuna ule uhusiano, na kuna uhusiano na wao. Pia sisi wakati ambapo tumewaombea wakaenda mbinguni, then the status changes and they become our intercessors. Wanakuwa watu wa kutuombea. People who are in heaven, they are bargaining power is very high. Siku ya sana tunatusali Jumamosi iliyopita. Wasali kwa Jumanne tulikuwa pale tukikumbuka mwenye heri ile ndani. And there are people who came to give testimonies, how they prayed through the intercession of Blessed Irene Stephanie. And God, God would like Mungu angependa kuleta ishara kuonyesha kwamba hawa watu ni mtu kwa mbinguni. Because of the beginning, watu walikuja mimi niliomba kwa maombezi ya marehemu wa mwenye heri Irene. Mungu alisema kwamba alikuwa na mtoto wake ambao alikuwa anatembea anatumia wheelchair. So ilikuwa siku ya kwenda therapy, physical therapy. Kwa daktari pale, daktari alimfanya therapy miguu kidogo hapa na pale. That was the routine, I think every week or something. I think twice per week. Miguu imekunja hivi.
The boy could not stand. That day he became this mama walking majestically. So that day kumbe wazazi wako na misa ya kule kwa Nyayo. And that day the boy had gone and attended the routine, the massage, the therapy. The legs are just straightened once. Amefanya tu hivi miguu ika. So at the same time, we want to pray through intercession of blessings. The people there. They have testimonies. And what happened in Vigo, Spanish. When the mother was just praying, they had the mass. In the daughter at home got the healed in reception. When she went to home, at what time did this happen? When explaining, yeah, at the same time when they were praying, the time the daughter was got healed. There were many testimonies that were kind of narrated there. God is good all the time. The saints, we are related. So when we go to the wedding, we become our intercessors. We deceive us. Even our life will change. If your mom, your dad, or your dad, your close relative, who knew you, you have someone who you're closely related with in every intercession. I think the first people to remember will be your relatives. So we need to pray for our relatives, especially those who are very much close to us. Before Washington PSCC, we used to become, because of that kind of relation, this is the people that we remember, this is the people we will pray for. God is good? Yes. How is good to be vizuri pia kutamani kuwa na ule uhusiano na mtu ambaye mambo yake ni mazuri na unajua ya kwamba even after life, after this life, this person went to heaven and is doing well there. Everybody wants to be associated with the people who are doing well in life, even after this life. The third reason that we pray for the dead is because we also. This is the third reason that why you remember the dead. Sababu ya kukumbuka hao marehemu ni kwa sababu pia sisi tunaelekea pale. Inatusaidia pia kujitayarisha kwa ajili ya kifo chetu. This day prepare us for our death. Kukumbuka marehemu inatusaidia pia sisi kukumbuka wale ambao kukumbuka ya kwamba pia sisi tutakufa. That will not live forever. This reminds us that we are dying slowly by slowly. God is good. We are dying slowly by slowly. Pole pole unatembea ukielekea kwa baba. Sio baba yule, kuna baba yule wa kweli. God is good. Sote tunaelekea kwa pole pole tunasonga. Na wakati ikifika wewe ni sasa to cross the bridge, then you fight. Utakutana na ndugu kifo. Huyo kifo ni ndugu yetu. The death is not just an enemy, it's a transition, it's a bridge. That's what St. Francis used to call death, my friend. Kifo, rafiki yangu. Kifo, ndugu yangu. Sababu hiyo kifo, you cannot do without, see God without death. Yes. In fact, alikuwa anamwita my sister death. Kwa hivyo tumekuja hapa leo siku ya leo kuwakumbusha kwamba mtakufa. Mungu zangu mtakufa. Siku ya leo, what is good? I'm here to remind you, mwenzako utakufa one day.
will reply. The question is, we don't know when, but how prepared shall we be at the point of death? I'm not dying. Hata kama umemreru haji. Hata kama fila yako ikoje. Yes. Ile jeneza pale itengeneze kulingana na fika. Hapana. Kama mahali utafika kulingana na fika yako kulingana nini? No. Hata kama ukipita hivi it's like utakuwa udongo. Kwa usije ukaingia wengine it's like uko na kijana kadi kama hata hiyo ndio. Wewe kwamba wakati watu watakuja kuangalia mwili wako. Sasa walikuwa wanakuangalia wanakutamani is the hands and all that they what is so hii ndio uzalio wanakuangalia hivi. Stop crying. Why? So the reason why we remember these people, it serves as a reminder that you are still on our way to death. Sababu ya mwisho ikimaliza ni kwamba tunaambiwa kwamba tunakumbushwa kwamba kifo kilishindwa. Baada ya kifo cha Yesu msalabani, he was able to overcome death. He defeated death. And so tunaambiwa hapa kwamba wale ambao wamemwamini Kristo, God is good. Yes. Mimi ni ufufuo na uzima, asema Bwana. Anisadikie nini? Hata kama atakuwa utakufa, sio? Utakufa kwa sababu nimesema, ama utakufa kwa sababu lazima kama utakufa? Yes, someone is there. Mimi ni ufufuo na uzima, asema Bwana. Anisadikie nini? Hata kama utakufa, utaishi. Ambia mwenzako hata ukikufa bado utaishi. I think that is the best solution. Get it? That is the solution. Mwambia hata ukifa utaishi. Wanazungumzia sana. Angalia wewe mpaka mbele. Utaishi. Utaishi. So no. Kama ile hata ukikufa. Unaona nini? Unasema mpaka niambia nitakufa. No. Kisadiki. Alisadikia mimi hata kama atakufa ataishi. Na kila anayeishi na kunisadiki hata kufa milele. God is good all the time. Sisi tunakufa lakini sababu tunamsadiki Kristo tutaishi. So all those that you have seen, that is why tunakumbuka kwamba sema kwamba let the transit now to take ideas. The answer is God forgive them, watakase, waruhusu waingie katika utukufu, waone utukufu wako. This is the platform. Na siku kutoka siku ya leo kuendelea mpaka leo Novemba, basi tuendelee kuombea roho za marehemu. Kumbuka huyo mwenzako, kumbuka huyo mzazi, kumbuka huyo kakako, huyo dadako, huyo rafiki. Let us pray for them during this time, because the time will come when we shall also, when they transit to the other end, will become our intercessors. And they'll be so powerful, and those will make us powerful in this life, because we have people who pray for us. We believe the communion of saints. Tunaamini ushirika wa watakatifu. Ushirika wa watakatifu. Ndio sana tukayasema hapa baada ya after this tunasadiki. We believe in eternal life. Tunaamini kuna maisha, there is life after this. There is life after death. Ufufuko wa wafu. Ufufuko. Ushirika wa watakatifu. Pamoja na wao tuombee ili Mungu apate kulaza roho zao mahali pema.
polepole na sisi tuweze kuishi kulingana na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Raha ya milele kuwa na Bwana. Wapumzike Bwana. Simama imani. Nasadiki kwa Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Mungu wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Nasadiki kwa Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye Mungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye, alishuka kutoka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu, akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwa ajili ya Maria akawa mwanadamu, akasulubiwa kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Poncio Pilato, akateswa, akafa na akazikwa. Siku ya tatu akafufuka kadiri ya maandiko, akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba, atakuja tena kwa utukufu kuwahukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana huleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Nasadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki na mitume, naungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea na ufufuo wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amina. Baba samani. Tumwombe kwa dhati Mungu Baba Mwenyezi, ambaye alimfufua Kristo mwana wake toka wafu kwa ajili ya wokovu wa uzima na wafu. Tukisema Bwana, tunakuomba tusikie. Bwana, tunakuomba tusikie. Prayer for the church. Dear everlasting Father, before the presence of this morning, thank you for your protection, for your care, for your love, dedicating the church before the presence of the clergy, bishops, and all the leaders, and all Christians before the presence. Pray that Lord, you may fulfill the prayers and answer them accordingly, and according to your wish. Lord, hear us. Lord, gracious, hear us. Prayers for the souls of the faithful departed. Heavenly Father, King of life, we come before you this grateful morning, thanking you for the gift of life, thanking you, dear Lord, for the grace that you have given unto us, dear Lord, to know you and to do according to your will, Heavenly Father. The those who have been before us, dear Lord, please mercy, remember them, dear Father. You will save them, dear Lord, and when our time comes, dear Lord, let us die in your mercy, dear Lord, that we will join them in their near Lord to praise. Lord, hear us. Lord, gracious, hear us. Tumwombe Bwana ili awafufue katika siku ya mwisho hawa ndugu zetu ambao walipokea mwili wa Kristo mkate wa uzima wa milele. Unaishi na utawala milele na milele. Amen.
Salini ndugu kwenye sadaka ya mabula yenu ya kukubaliwa na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana ongea sadaka mikononi mwangu, wasiona chochote kwa manufaa yetu sisi na manufaa ya kanisa lako takatifu. Tuombe. Mungu Mwenyezi na mwenye huruma, tunakuomba kwa sadaka hii uwaoshe watumishi wako marehemu dhambi zao katika damu ya Kristo, na uliowatakasa kwa maji ya ubatizo uwafanye safi kabisa kwa msamaha wa rehema yako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa amri yako twazaliwa, kwa matakwa yako twaongozwa, na kwa agizo lako tunakombolewa na sheria ya dhambi inayoturudisha katika udongo ambao tulichukuliwa kwanza. Nasi tuliokombolewa kwa njia ya kifo cha Mwana, kwa ishara yako tunamshwa kwenye utukufu wa ufufuo wake. Kwa hiyo sisi pamoja na umati wa malaika watakatifu tunamwimbia utenzi wa sifa tukisema amina mwisho. Bwana mtakatifu na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki, maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo na kwa uwezo utendaji wa Roho Mtakatifu na vitia vizima vitu vyote na kuvitakatifuza, wanakuacha kukusanya watu wako ili toka moyo wenu utakacho yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako.
Basi ya Bwana tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tunakutolea ili vitakase upende kutakatifuza kwa roho huyo ili ndio mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo aliyetuwa nuru na kuadhimisha mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa alitoa mkate na kushukuru, aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Baada ya kula akitoa kikombe na kukushukuru, alibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Hili ukumbusho. La imani. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanawe yaletayo wokovu pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapomtazamia ujio wake wa pili, tunatolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uangalie matoleo ya kanisa lako na kutambua yale kafara ambayo unataka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake. Tujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujaza Roho wake Mtakatifu wote kwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka takatifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake yule Bikira, mitume wako wenye heri, ushahidi wako watukufu, Mtakatifu Elisabeti na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba ya Bwana, huyo ndiye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote, upende kulimarisha katika imani na wapendwa kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Leo, askofu wetu Antoni, pamoja na maaskofu wote, waklero wote na watu wote unaofanya kuwa taifa lako. Sikiliza kwa hema sana za jamaa hii uliyoita mbele yako. Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanya kwako wana wote waliotawanyika popote duniani. Wakumbuke watumishi wako Henry Gakunya, Jeremano Bashiri, Akasini Kunyiha, Agatha Shoki, Ibrahim, Ursula Njeri, Ambrose Kirimo, Sara Kamiha, Alan Mashaga, Evelyn Mokami, Stella Karudi, Mudhoni Nyangunia, Alice Magu, Onesimus Musioki, Christopher Njoku, Aurelio Njoku, Solomon Maina, Milka Kega, Mesha Kimondo, Brother Stephen Kengede, Brother Kenneth Kinda, Father Richard Mutina, Father Mark Kulema, Father Mark Kasia, Father Jacob Pitti, Father Justus Mainga, na wote wale ambao uliita kwako kutoka dunia hii, wajalie kwamba walioshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo, hali kadhalika washiriki ufufuko wake, siku ambapo utawafufua wafu katika miili yao kutoka ardhini. Hapo utafananisha mwili wa unyonge wetu na mwili wa utukufu wake.
Pia upokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu, watu walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako, ndipo utakapofuta kila chozi katika macho yetu. Maana kwa kukuona wewe Mungu wetu kama ulivyo, tutafanana nawe milele yote, na tutakusifu bila mwisho kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake pamoja na yeye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kusema Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe Mungu. Bwana, tunakuomba utuokoe katika mambo yote, tujalie kwa amani maisha yetu, usiwe kwa msaada wa huruma yako. Tupewe neema na dhambi, tusikoleshe jambo lolote, tunapata sababu tunaenda yenyewe. Tunajua Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, aliyewaambia mitume wako, amani na wachina, amani yako na wapa. Msitazame dhambi zetu katika kanisa lako. Upende kujalia amani na umoja kama ilivyo mapenzi yako. Unaishi na utawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Amen.
Tazama mwanakondoo wa Mungu, tazama mbele ya ulimwengu yao yaliko kwenye karamu ya mwanakondoo. Bwana, sistahili kwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona. Kristo lazima. Amen. Raha ya milele ya Bwana na Mungu wa milele tuangazie. Prayer for yourself. Oh Jesus, what shall we proceed to the Oh Jesus, the struggle against temptation is iniquity. Oh Jesus, when temptation comes near me, let me strong and resist. In the moment of temptation, where I will sit, my Jesus, mercy, help. Oh Jesus, where I live of life, where I die healing, where I still am dying. Jesus, Mary and Joseph, I give you my heart and my soul. Jesus, I am going away for a time, but I trust not to continue. You are with me by your grace. I resolve never to leave you by mortal sin. Although I am so weak, I am such a weak. Give me grace to persevere. Prayer for others. Oh Jesus, have mercy on our church. Take care of it. Oh Jesus, have pity on our sinners and save them from hell. Oh Jesus, bless my father, my mother, my brothers and sisters, and all I ought to pray for, as we are partners to bless them. Oh Jesus, have pity on the poor souls in purgatory, and give them eternal rest. Out of offering. Oh Jesus, receive my poor offering. Take
trust in you. I give you my soul, that I may be free from sin. I give you my heart, that I may always love you. I give you every breath that I shall breathe, especially my last. I give you myself in life I inherited, that I may be lost forever and ever. Sala ya Jubilei. Baba uliye nami uliotujalia katika mwana Yesu Kristo, ndugu yetu na mwali wa upendo, unaowasha mioyoni mwetu na Roho Mtakatifu. Liamshe tena ndani yetu tumaini lenye baraka la ujio wa ufalme wako. Neema yako na itubadilishe tuwe wakulima wasiochoka wa mbegu za Injili. Mbegu hizo zibadili kutoka ndani, ubinadamu na ulimwengu wote, katika tarajio la uhakika la mbingu mpya na dunia mpya, ambazo zishawishi nguvu za uovu, utukufu wako utang'aa milele. Neema ya Jubilei iamshe tena ndani yetu maujaji wa matumaini, hamu ya hazina za mbinguni, na neema hiyo utengeneze furaha na amani ya ukombozi wetu duniani kote. Kwako Mungu wetu unayetukuzwa milele, iwe sifa na utukufu milele. Amen. Kama mwanzo na sasa na siku zote za milele. Amen. Kama mwanzo na sasa na siku zote za milele. Amen. Kama mwanzo na sasa na siku zote za milele. Bwana, tumeadhimisha sakramenti ya Pasaka kwa ajili ya mwisho wako marehemu. Tunakuomba wajalie waingie katika makao ya mwanga na amani kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amani, ibada ya misa imekwisha. Tumshukuru.